Marko Mtakatifu sura ya 8 kuanzia mstari wa 31 hadi 33. Neno la Mungu linasema hivi: akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na baada ya siku 3 kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo wazi wazi. Petro akamchukua akaanza kumkemea. Akageuka akatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Damu ya Yesu Kristo, imani yetu, tumaini letu. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bado Mungu anatupa hekima. Hekima inazidi kupaza sauti yake. Hekima anapaza sauti yake kwako, kwa ajili yako mwenyewe wewe, kwa ajili ya uzima wako. Yeye mwenye masikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Mwanafunzi wa Yesu Kristo, niko mbele zako kama chombo cha Mungu, kukutia moyo na kukufariji siku zote, kama Mungu Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, watulizeni mioyo watu wangu, watulizeni mioyo. Tuwaeleze neno la kweli, neno la Yesu Kristo, kwa ajili ya kumcha Mungu siku zote na kuzima mishale ya ibilisi Shetani katika majaribu yote yanayotupata hapa duniani. Tunafikwa na majaribu ya kila aina, mateso ya kila aina, magumu ya kila aina, lakini neno la Mungu ndio linalotufanya tumshinde ibilisi Shetani katika majaribu yote. Kwa kila mwenye kumcha Mungu, Mungu anamwokoa. Hii ndio ahadi ya Mungu. Mungu anasema hivi: ninyi ni wa chini. Yesu Kristo anasema hivi: ninyi ni wa chini na mimi ni wa juu, na ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Neno hili Yesu Kristo anatumaanisha sisi kwamba kila mtu asiyemwamini Yesu Kristo ajue huyo ni wa chini. Yuko tofauti kabisa na Yesu Kristo. Hawapatani hata kwa lugha moja. Hawapatani kwa lugha hiyo, kwa sababu Mungu Yesu Kristo anaongea lugha ya mbinguni, na hawa wanadamu wasiomwamini Yesu Kristo wanaongea lugha ya dunia. Kwa hiyo hizi lugha mbili hazipatani. Kwa hiyo kila anachosema Yesu Kristo, watu wa dunia hawamwamini kabisa, kwa sababu lugha ya Yesu Kristo haifanani kabisa na lugha ya dunia. Ndio maana Yesu Kristo anasema ninyi ni wa chini na mimi ni wa juu. Ni vitu viwili tofauti. Lugha zetu ni mbili tofauti, na maneno yetu ni mawili tofauti, na baba zetu ni wawili tofauti. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi Shetani, na mimi ni wa juu. Neno lile nililolisikia kwa Mungu Baba yangu ndilo ninalolinena. Ndio maana nyinyi hamuwezi mkalipokea, kwa sababu baba yenu ni adui mkubwa wa Mungu muumba mbingu na nchi. Yeye ni mpinga Kristo. Kwa hiyo hamuwezi mkaelewa. Kwa hiyo mtu yoyote asipoelewa neno la Yesu Kristo, injili ya Yesu Kristo, akaikataa wala hataki kuamini hivyo, huyo ni Shetani. Bwana wetu Yesu Kristo siku ile akiwa na wanafunzi wake ameketi anawafundisha, akawaambia, imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na majaribu ya kila namna haya na maumivu na matisho ya mauti. Atakamatwa, atashtakiwa, atahukumiwa kuuawa, atateswa, atapigwa, atasulubishwa, atakufa, na siku ya 3 atafufuka. Atahukumiwa na wakuu na wazee wa kidini ya Kiyahudi. Hao wanaonekana kwamba ni wacha Mungu ndio watakao mhukumu Yesu Kristo afe. Hawampendi, wanamchukia, hawalitaki neno la Mungu.
Lakini hayo yote imempasa Yesu Kristo kuyapitia ili aje kuinuka kuwa yeye ndiye utukufu na heshima na nguvu ni zake. Lakini kwanza, ili kuupata utukufu wake na uweza na nguvu na mamlaka, ni lazima apite kwenye majaribu, ni lazima apite kwenye mateso kwanza, ili aje kuwa yeye ndiye mkombozi na mtumainiwa. Imempasa kwanza kuteswa hadi kufa, na siku ya tatu atafufuka, atakuwa tumaini la ulimwengu, tumaini la mataifa yote, watu wote wataliitia jina lake. Lakini kwanza lazima apite kwenye majaribu, lazima apite kwenye magumu, lazima apite kwenye mateso na kukataliwa na kuchukiwa na kutengwa na kuuawa. Lazima apite kwanza huko ili aje kuwa yeye ndio mkuu kuliko wakuu wote, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Lazima apite kwenye majaribu. Neno hili alipolisikia Mtume Petro, kwa kuwa Mtume Petro anampenda Yesu Kristo upeo, asijue ametegwa kwa huo upendo, shetani ametega mtego wa kumwangusha. Akamchukua Yesu Kristo pembeni, akaanza kumkemea Yesu Kristo Bwana wetu, akamwambia, Bwana, haitatokea hiyo, wala sitaruhusu wewe upite kwenye mateso kama hayo, sitaruhusu wewe upite kwenye majaribu kama hayo, sitaruhusu kabisa uwawe, sitaruhusu. Bwana wetu Yesu Kristo alipomsikiliza, akamtazama, akajua huyu sio Petro. Akamwambia, rudi nyuma wewe Shetani, kwa sababu huwazi yaliyo ya Mungu, na waza yaliyo wanadamu, huwazi ya Mungu. Yesu Kristo anajua anayeongea ndani ya Petro ni Shetani Ibilisi. Amemtega Petro, amemwonyesha Petro, unampenda Yesu kiasi gani alafu umwacha uwawe? Mtetee Yesu Kristo. Wakati Petro anaongea hivi kwa Yesu Kristo kwamba halitakukuta baya hata moja, halitakukuta baya hata moja, sitaruhusu uwawe, asijue ni Shetani amemtega. Yesu Kristo anasema, rudi nyuma ewe Shetani, huwazi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko matakatifu yamekwisha kutabiriwa tangu Torati na manabii kwamba Yesu Kristo sharti apite kwenye mateso na kujaribiwa na magumu ya namna hiyo hadi mauti, na siku ya tatu atafufuka. Yeye ndiye atakuwa tumaini la watu wote. Pasipo kupita hayo yote, huyo hatakuwa Yesu Kristo. Lakini lazima apite kwenye mateso ili kuwakomboa wengi. Maandiko yanasema hivi. Yesu Kristo anawakumbusha. Maandiko yanasema kwamba ni lazima nipite kwenye mateso, ni lazima nipite kwenye kukataliwa na kuuawa, ili siku ya tatu nifufuke, niwe mkombozi wa watu wote na tumaini la watu wote milele na milele, niwe sababu ya uzima wa wanadamu wote. Maandiko yanasema hivi. Lakini ingawa maandiko yanasema hivi, Petro anapinga, anasema haiwezekani ikawa hivi. Yesu anasema ni lazima nipite kwenye mateso. Petro anasema hutakiwi kupita kwenye mateso. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni Bwana wetu, hutakiwi kutesa. Yesu Kristo anasema ni lazima mimi nihukumiwe na nife. Petro anasema hautakufa hakika. Nani wa kumwamini? Yesu Kristo akajua huyu ni Shetani Ibilisi. Kama neno la Mungu linasema ni lazima nipite kwenye mateso, ni lazima nijaribiwe, ni lazima nipite kwenye magumu na kuaibika na kupigwa na kuteswa, aibu ya kila aina ya dunia, lazima nipite humo ili nije kuwa sababu ya uzima wa watu wote. Petro anapinga hiyo. Huyo anayepinga ni nani? Huyo anayeongea ndani ya Petro ni nani? Kama maandiko yanasema hivi na Petro anasema vingine, huyo anayeongea ndani ya Simoni Petro ni nani? Ukitazama maneno ya Simoni Petro ni kama anaongea upendo mzuri sana wa kumtetea Bwana wetu Yesu Kristo, kama anaongea jambo jema la kumtetea Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo akitazama maandiko matakatifu yanasema ni lazima ajaribiwe, ni lazima apite kwenye magumu, ni lazima ateswe au auawe ili aje kuwa mkombozi, siku ya tatu ainuke. Maandiko yanasema hivi. Lakini Petro anaonyesha kana kwamba anampenda, anaongea hivi. Yesu Kristo akajua huyu siyo Petro, ni Shetani anamtega Petro. Akamkemea, rudi nyuma ewe Shetani. Hapa Petro siyo Shetani, bali Shetani anaongea ndani ya Petro.
Shetani ana mitego mingi sana. Anaweza kukupa jambo jema, ukaongea jambo jema, usipolichunguza kwamba linafanana na maandiko au linapingana na maandiko, anakupoteza shetani. Ingawa neno lako ni zuri, ingawa ni neno lako linaonekana linafaa kwenye jamii, lakini hilo neno sharti ulitazame, uliingize kwenye maandiko matakatifu, ukalione linapatana na maandiko. Kama linapatana, umepona. Kama linapingana na maandiko matakatifu, ujue huyo ni shetani. Petro anasema sitaruhusu Bwana wangu Yesu Kristo ufe, sitaruhusu uteswe, sitaruhusu kabisa wakuguse. Maandiko yanasema inampasa Yesu Kristo apatikane na mateso na aibu na majaribu na magumu na mauti, na siku ya tatu kufufuka. Hapa nani ni nani? Je, aaminiwe Petro, afatwe Petro au afatwe Yesu Kristo? Yesu Kristo anamwambia rudi nyuma, ewe shetani. Bwana wetu Yesu Kristo anataka kutujulisha kwamba kila neno, hata kama linaonekana ni jema, liangalie, liingize kwenye maandiko matakatifu, lichunguze, la sivyo unajikuta unaangukia kuzimu. Sasa shida iko hapa kwa watu wa Mungu, kama huyajui maandiko. Ndio maana tunasema muwe na tabia ya kusoma maandiko, kwa sababu unaposoma maandiko, muwe na tabia ya kuhifadhi maneno matakatifu ndani ya mioyo. Hiyo ndiyo kinga kuu. Haujui maandiko matakatifu na neno lingine limekujia moyoni, sasa hujui hili neno linapatana na maandiko au linatoka kwa nani, hujui. Petro neno lake linaonekana ni jema sana, anampenda Yesu Kristo sana. Ni kweli, hata ningekuwa mimi ningesema Petro anampenda Yesu Kristo. Labda hata mimi ningesema mbona ameongea jambo jema sana. Lakini Yesu Kristo akitazama maandiko anaona linapingana na ahadi ya Mungu, akamwambia rudi nyuma, ewe shetani. Tunafundishwa sisi siku zote, naangalia tu neno la Mungu linasema nini kwa kila jambo. Nikiona hilo wazo langu halipatani na maandiko matakatifu, sifanyi, kwa sababu najua huyo ndiye shetani. Yesu anatufundisha hivi kwa sababu mwisho wa siku shetani alikuwa anamleta Petro kwenye kuanguka, kwenye kumkatisha tamaa. Siku moja wakati ninahubiri Injili, ninafanya huduma Morogoro, na huko nilikaa kwa muda mrefu, nilikuwa naongea, nabadilishana mawazo na mwanamke mmoja katika neno la Mungu. Huyo mwanamke na anaishi huko, lakini yeye nyumbani kwake huyo Moshi, huko mkoa wa Moshi, huko Kilimanjaro nafikiri huko. Wakati ninaongea naye alinieleza neno moja, akaniambia mlokole akijaribiwa ujue hana Mungu. Nikashtuka, kamwambia unasema? Akasema hivi, watu waliookoka huwa hawaingii majaribuni. Kama wakiingia majaribuni ujue huyu hana Yesu Kristo huyo. Watu wa Mungu huwa hawawezi kujaribiwa, hawawezi kuanguka. Nikamuuliza, wewe hayo mafundisho ni nani anakufundisha? Akasema huo ndio ukweli, walokole hawajaribiwi, walokole hawawezi kujaribiwa. Ukijaribiwa kwa jambo lolote lile, wewe huna Kristo. Nikamwambia, ndio kanisani kwenu mnafundishwa hivyo? Akasema ndio, tunahubiriwa hivyo. Ni dhehebu moja la Kikristo liko kila mahali, hata hapa Dar es Salaam lipo, kubwa sana. Huyo mwanamke ameolewa, naye alikuwa na mtoto mmoja kipindi hicho, naye alikuwa jirani yangu. Nikaona huruma sana, nikamwambia kuwa makini. Nikaanza kumfundisha Injili. Alikataa, ingawa alikubali mengi, lakini kwa hili alikataa. Nikamwambia siku utakapoingia kujaribiwa, utakapoingia majaribuni, nafikiri utamwacha Mungu, nafikiri utaumia sana na kumwona kama Mungu amekuasi.
au Yesu Kristo amekuacha, na hapo ndipo utapotelea gizani. Akasema haitatokea, haitatokea. Walokole huwa hawajaribiwi. Walokole sisi tumekamilika. Yesu Kristo yuko ndani yetu, sisi hatujaribiwi, hatuwezi kuguta, isipokuwa wale wasio na Kristo ndio wanaoingia kwenye matatizo. Nikamwambia bado mdogo, haujaelewa. Sio mdogo wa umri, ninamaanisha bado mdogo katika ulimwengu wa roho, na mafundisho aliyoyapata huyo mchungaji amewapoteza kabisa. Ni mafundisho ya dunia hii. Huyo mtu haongozwi na Roho. Ndipo nilipojua, na huyo mchungaji wao namjua, tena ni ndugu kabisa, naongea naye, ndugu tu katika kibinadamu, naongea naye. Ni mtu mzima, amenizidi umri pia, ni mtu wa siku nyingi, lakini anafundisha watu mafundisho namna hii. Niliona huruma, kwa sababu nilijua siku moja wenda huyu mtu anaweza akajaribiwa, na kama ndio hivyo kanisa lake liko lote hivyo, watu hawa wakijaribiwa, basi lazima wakengeuke, kwa sababu watamlaumu Mungu. Mbona tumejaribiwa? Mbona tumeingia kwenye matatizo? Ikapita siku ya wiki ya pili, wiki ya tatu, ikapita siku nyingi kidogo, kama wiki 3 hivi. Na siku moja huyu mwanamke alikuwa anapika nje katika mwembe. Kuna miembe miwili ipo hapo mikubwa sana, basi kuna kivuli kizuri, hewa nzuri. Wakati anapika, amemaliza kupika, akaliacha jiko lake la mkaa hapo, anaongea na wanawake wengine na watu wengine, na mtoto wake alikuwa amemweka chini. Yule mtoto alikuwa anatambaa. Ghafla akasikia sauti kali sana ya mtoto, kana kwamba ameshikwa na kitu. Alipogeuka kutazama, amekuta mkono wa mtoto umeingizwa kwenye hilo jiko la moto. Ameshika moto mwenyewe huyo mtoto, kwa sababu juu kulikuwa na majivu mengi, asijue hayo majivu ni ya moto, na chini kuna mikaa. Yule mtoto aliingiza kushika, akashindwa kutoa kwa haraka. Alipogeuka, watu wote wakaenda kumwinua yule mtoto. Ndani ya dakika moja, mtoto mkono wote umevimba, umefula. Basi watu waliokuwa na asali wakachukua asali kumpaka yule mtoto, ikatafutwa baskeli kumpeleka hospitalini, na hiyo hospitali iko kule, inaitwa hospitali ya Lugala. Wakampeleka huko, wakamtibu, lakini maumivu ni makali. Yule mtoto analia usiku. Basi wakati wa usiku nasikia mtoto jinsi anavyolia, moyo unaniuma sana. Namsikia baba yake na mama yake wanakemea pepo. Mtoto anaumwa maumivu makali, wao wanakemea pepo. Nilihuzunika sana, nikasema haya ndiyo mafundisho ambayo wachungaji wa dunia wanawafundisha watu na kuwapoteza. Yule mtoto siku hadi siku ngozi ikawa imetoka, vidole vikawa vinakatika kwa sababu vimeiva. Mwisho wa siku yule mtoto amekosa vidole vyote, ulikuwa ni mkono wa kulia. Vidole vyote vya mkono wa kulia vimeondoka, siku hadi siku vikakatwa vyote. Sio binadamu aliyekata au daktari, vimenyonyoka vyote kwa sababu vilikuwa vimeiva. Kwa hiyo sasa hivi ana kibutu tu, mkono huu tu, lakini vidole vyote vimeisha na kidole gumba kidogo kimebaki. Kwa hiyo hata sasa hivi mtoto anakuwa anatumia mkono wa kushoto, mkono huu hana. Sasa ninajiuliza ndani ya moyo, nilikuwa nasema, je, huyu mwanamke sasa hivi anawaza nini kwa jaribu alilolipata? Naye alikuwa ananiangalia, lakini alikuwa anakumbuka, nikanajua huyu anakumbuka. Na siku moja akaniuliza, hivi vidole hivi vitarudi kuwa sawa? Nikamwambia hapana, vidole vikikatika havioti tena. Alikuwa anasema hakuna mlokole anayeweza kupita kwenye jaribu lolote, na yeye imepita kama mwezi mmoja tu au wiki 3, ameingia kwenye jaribu ambayo mtoto wake ameingiza mkono kwenye moto na mtoto mkono wake umeisha. Vipi amwache Mungu kwa sababu Mungu amemwacha? Ni kwa sababu watumishi wanadanganya watu.
Huyu yuko karibu na sijui, pengine alikwisha kupita kwenye nguvu za giza, haijulikani, kwamba ndani ya moyo ananung'unika nini, kwamba Mungu umeniacha, mbona mwanangu amekuja kuwa kilema namna hii, na wewe Mungu upo wa kunilinda, kwa nini na mimi nakuabudu kila siku? Kwa nini? Anaweza kulalamika hivi, ila mimi sikumwona analalamika, lakini ndani ya moyo naweza kusema kwamba inawezekana, kwa sababu mafundisho aliyofundishwa kwamba mlokole hawezi kujaribiwa, hawezi kuingia kwenye tatizo. Sasa huyu lazima ndani ya moyo ananung'unika mbele za Mungu, nimekuabudu alafu wewe umeniacha, mwanangu anaingia kwenye moto. Kuna faida gani ya kukuabudu? Huyu lazima atalalamika. Haya ni mafundisho mabaya kabisa watumishi wa Mungu wanawafundisha watu wao, kwa sababu hayapatani kabisa na maandiko. Labda wakati fulani nilikuwa nawaza kwamba Mungu alitaka kumfundisha kwamba sivyo hivyo unavyofundishwa. Hata nilikuwa naomba Mungu, naumia sana moyoni, kwa nini watumishi wanahubiri uongo kiasi hiki, kuwavutia watu, wanawahubiria watu maneno ya kuwafariji hata kama ya uongo, wayakubali hivyo hivyo. Watu wanapata matatizo, wanamnung'unikia Mungu. Hili kosa la nani? Wachungaji. Nani aliyekuambia mcha Mungu hajaribiwi? Nani? Yesu Kristo ndiyo mfano na kielelezo kwenye maisha yetu. Yesu Kristo ndiyo kichwa cha kanisa. Mimi ni kanisa, mimi ni mwili wa Kristo, yeye ni kichwa, yeye ndiyo mfano na kielelezo. Yale yaliyompata Yesu Kristo ndiyo yanayotupata sisi leo. Vile vile Yesu alipopitia katika mateso, kujaribiwa na magumu, ndiyo tunayopitia na sisi, ila tunapita katika mateso, katika magumu, siku ya tatu tunahuika, siku ya tatu tunafufuka. Sisi tunakuwa washindi kwa sababu Mungu atatushindia. Maandiko yanasema mateso ya mwenye haki ni mengi. Kwa nini watumishi wanashindwa kuwaambia watu wa Mungu ukweli? Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu atatuponya nayo yote. Imeandikwa katika Zaburi kwamba ukiwa mcha Mungu utegemee kujaribiwa. Kupo shetani hawajaribu watu wasio na Mungu. Shetani anawajaribu watu wacha Mungu wa Kristo ili kuwaangusha. Wewe mchungaji unawafundisha watu kwamba ukiwa mcha Mungu hujaribiwi. Kwa nini umekuwa mchungaji aise? Umekuwa mchungaji mwongo. Lazima Wakristo waambiwe ukweli. Kujaribiwa imetupasa, kupita kwenye majaribu imetupasa, na hatupiti kwenye majaribu ili tuangamie. Mungu anatunoa, na ili tufike mahali tunapotaka ni lazima tupite majaribuni ili tufufuke siku ya tatu. Kuumwa kuko pale pale, tutaumwa lakini sisi tutapona. Ugonjwa huo sio kwa ajili ya mauti, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tutafilisika, labda tutaanguka, tutaaibishwa, tutatukanwa, lakini Mungu atatuinua. Watu wanatakiwa kuelewa hivyo. Mtume Petro anasemaje? Tuliitwa si tu kumwamini Yesu Kristo, bali na kuteswa pamoja naye. Kwa hiyo Yesu Kristo hadi leo anazidi kujaribiwa kupitia mwili wake ulioko ulimwenguni, yani wa Kristo. Tunakamilisha mateso na majaribu yaliyopelea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi tunayakamilisha. Kama Wakristo wasingekuwa wanajaribiwa, basi tusingeona jinsi watakatifu kwenye maandiko matakatifu jinsi walivyojaribiwa. Daudi mtumishi wa Mungu, huyu Masihi aliyepakwa mafuta, anafika mahali mpaka anadondosha mate yake kwenye ndevu, kujifanya ni kichaa mwenda wazimu, amechanganyikiwa, anaparua hivi kwenye miimo ya mbao milangoni, anajifanya chizi. Wewe unasema watu hawajaribiwi, unamfundishaje mtu hivi? Watu wameumwa, watakatifu wameumwa miaka mingi, wanaumwa, wanafilisika. Ayubu yule, hamsomi maandiko. Tutajaribiwa, tutaaibika, tutaanguka, lakini tutainuka. Siku ya tatu tunainuka. Watu wajue hivyo. Kwa hiyo shetani anaweza kukuambia wewe
Kwa kuwa una Mungu huwezi kujaribiwa. Kwa kuwa una Mungu huwezi kuumia wewe, huwezi kuumwa. Mtu mwenye Mungu hawezi kuumwa, hawezi kujaribiwa, hawezi kuanguka, ili akulete sehemu moja. Siku anakujaribu ukianguka, anakuja moyo na kuambia wewe huna Kristo. Mungu hakupendi wewe, Yesu Kristo hakupendi, unamwabudu bure. Mbona kakuacha umeanguka? Hakupendi, achana naye. Tafuta tiba upande huu, tafuta uzima upande huu. Nenda kwa mganga, nenda kwa waganga wachawi, nenda katafute nguvu huko. Yesu Kristo hawezi kukusaidia. Kama angeweza kukusaidia, asingekuingiza kwenye jaribu kama hili. Yesu Kristo hakupendi wewe, amekuangusha tayari. Hili ndio lililokuwa linataka kumpata Simoni Petro. Maandiko yanasema Yesu Kristo atateswa, atakufa. Yeye anapinga. Je, likisha kutokea hilo jambo, atakuwa kwenye hali gani? Atakuwa kwenye hali gani? Atakuwa amekengeuka na kuanguka. Kwa hiyo Mkristo, ninakuambia kuwa Mkristo ujue kujaribiwa kuko pale pale, kwa sababu Yesu Kristo alijaribiwa. Kupitia magumu na aibu kuko, lakini sisi siku ya tatu tutashinda. Maanake Mungu atatukumbuka kama linavyosema hilo andiko katika Zaburi, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu atatuponya nayo yote. Tusome mara moja zaidi Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 mstari wa 19 inasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Kuteswa imetupasa kama Kristo. Yesu Kristo anasema mateso yamenipasa, lakini kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo na sisi Biblia inasema mateso yametupata, majaribu yametupasa, magonjwa yametupasa, aibu imetupasa, lakini mwisho wa yote ni kwa ajili ya utukufu. Sisi ndio tunashinda. Bwana hutuponya nao yote. Mkristo, unapoumwa usimwache Mungu. Kuumwa kwako sio katika kufa, sio kwa ajili ya kuangamia, bali hapo umtukuze Mungu na Mungu atajitukuza mwenyewe katika huo ugonjwa, katika kuanguka, katika mambo mengi. Tunapita kwenye dhiki nyingi. Popote ulipo kwa hali yako, ujue hayo yamekupasa kwa sababu wewe ni mcha Mungu. Unapoona unapitia hali hiyo, ujue wewe ni mcha Mungu, kwa sababu shetani anawajaribu wacha Mungu ili waanguke. Kwa hiyo anatumia magonjwa, kama kwa Ayubu anatumia magonjwa, alitumia kumwangusha katika uchumi, alimtumia majaribu ya aina nyingi ili kumwangusha aangukie katika mfumo wa mauti. Kwa hiyo na sisi tunapita vile vile, tutajaribiwa siku zote, lakini sisi tutashinda kwa sababu tutamshika Yesu Kristo. Tutaangalia neno la Mungu linasema nini, tutamwabudu Yesu Kristo. Ogopa kunung'unika. Shetani anawajaribu wacha Mungu. Shetani hahangaiki na watu wanaomwabudu yeye, kwa sababu anajua hao ni wake. Anahangaika na hawa wa Kristo sisi, ili atuangushe, na hatuanguke kwa sababu tumeshajua huyo ni shetani. Kwa hiyo mtu yoyote anaweza akakwambia neno lolote ukiwa uko katika majaribu, uko katika misiba, uko katika magumu. Pima hilo neno analosema linapatana na neno la Kristo au ni neno lake. Ukishajua, ujue huyo ni shetani. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha, alisema, rudi nyuma ewe shetani, kwa sababu huwazi ya Mungu, unawaza ya wanadamu. Mungu anasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini nitamponya nayo yote. Lakini unamkuta mtumishi anakuambia wewe, kwa kuwa umeokoka hautaguswa na majaribu. Ujue hilo, rudi nyuma shetani. Huyo ni shetani, anapingana na neno la Mungu. Tutateswa, tutaaibika, tutatengwa, tutatukanwa, tutatishwa, lakini mwisho wa siku ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Siku ya tatu tutahuika. Neema na iwe kwako, na amani na rehema zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.